kuna aina mbili za upako. Aina mbili za upako kwenye Agano Jipya. Na aina ya kwanza ya upako ni upako wa Roho Mtakatifu unaokaa ndani yetu. Upako unaokaa ndani yetu. The anointing in us. Aina ya kwanza ya upako ni upako unaokaa ndani yetu. Tumishi wa Mungu. Aina ya kwanza ya upako, kila mtu aliyeokoka, Roho Mtakatifu anakaa ndani yake kwa ajili ya kumuongoza na kwa ajili ya kumwelekeza. Kwa aina ya kwanza ya upako ni upako unaokaa ndani yetu. Bwana asifiwe. Amen. Aina ya kwanza ya mafuta ni mafuta yanayokaa ndani yetu. Nisome kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 27. Kwa aina ya kwanza ya upako ya mafuta ni mafuta yanayokaa ndani yetu. Na hii ni hatua ya kwanza kwa ajili ya kutuongoza na kutufundisha. Yohana wa kwanza 2:27. Yohana wa kwanza 2:27. Biblia inasemaje? Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Yaani mafuta yanakaa ndani yetu. Bwana asifiwe. Nasema nanyi, hii Yohana wa kwanza 2:27. Nanyi mafuta yale mliyopokea kwake yanakaa ndani yenu. Mafuta ni alama ya Roho Mtakatifu. Kwa hayo mafuta yanakaa ndani yetu. Hayo mafuta yanakaa ndani yangu. Hayo mafuta yanakaa ndani yako. Kwa hauko mwenyewe, kuna mafuta yanakaa ndani yako. Kazi ya hayo mafuta ni nini? Wala hamna haja ya mtu kufundisha. Anasema wala hamna haja ya mtu kufundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha. Kumbe mafuta yanafundisha. Ila Biblia nayo ukisoma vizuri. Kwa kuna mwalimu anaitwa mafuta. Bwana asifiwe. Anasema kama vile yale mafuta yanafanyaje? Yanafundisha. Kwa haya ni teaching anointing. Kama yale mafuta yanavyofundisha habari ya mambo yote. Tena ni kweli. Wala si uongo. Na kama yalivyowafundisha. Yalivyowafundisha. Kaeni ndani yake. Kwa aina ya kwanza ya upako ni upako unaokaa ndani yetu. The anointing within us. Kazi ya upako ni kutufundisha. Wapendwa, kuna vitu vingine utagombana na washirika. Jana nilikuwa nasikia ushuhuda mtumishi mmoja. Anasema alienda sehemu fulani kufundisha. Baada ya kufundisha, Mungu akamwonyesha mtu mmoja. Alikuwa ni mwanaume na Mungu akamwambia nimemchagua kwa mtumishi wangu muombe. Akamwombea. Na ile mtumishi alikuwa na earrings. Yule mtumishi alitaka mwambie asante, Mungu akamzuia. Anamwambia muombe mwasha aondoke. Wakamwombea fakaenda. Alipofika yule mtumishi, alipoanza kumkaribia Mungu, alipoanza kujifunza, alipoanza kuendelea kwenye yale mafuta ndio maandiko akawa anamfundisha. Anasema akashika zile na akachomoa. Akatoka mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna vitu hapa nikifundisha vingine. Injili yenyewe kali yenyewe. Tutabakiza washirika wawili hapa. Haina maana safurishi kwetu msondoke. Nitakufundisha ukweli, kama naondoka ondoke. Kama unabaki ubaki pale miguu. Sina haja ya kudanganya nipeleke motoni. Nitafundisha kweli ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu amewahi kufundisha injili ngumu. Washirika wote wakaondoka, baki na wazee wa kanisa peke yake. Hapa leo zingine nje wazee wanataka kuondoka. Mwambie Bwana tunaenda wapi ikiwa neno la uzima linapatikana kwa Bwana Yesu? Tuende wapi? Bwana asifiwe. Amen. Tuende wapi Bwana kama neno la uzima linapatikana kwa Bwana asifiwe. Nachomaanisha ni nini? Kuna vitu vingine unapomkaribia Mungu. Sawa nitakufundisha hapa, lakini siwezi nikajua hata maisha yako ya ndani. Lakini Roho Mtakatifu anajua maisha yako ya ndani. Kwa nini usini kuendelea, atakuwa anakuambia taratibu. Hiki acha, hiki sawa, hiki hapana, hiki nenda, vaa namna hii, simama namna hii, chomekea namna hii. Kuna vitu vingine sivijua kama kuvijua, lakini Roho Mtakatifu atakufundisha mwenyewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Nitapigana na wewe sawa. Mimi ninavyoviona nitaviona, lakini moyo wa mwanadamu ni kama kichaka. Mimi kuna maisha yako siyajui kabisa, lakini Roho Mtakatifu anajua hayo maisha yako. Kwa hiyo atakuwa anakufundisha, mwanangu, unawahi ibada, unachelewa ibada. Nitakazana hapa na matangazo, uchelewaji wa ibada mnaongea Sunday kanisani. Hata unaweza usibadilike, lakini itafika wakati Roho Mtakatifu atakwambia, mwanangu, imetosha sasa, wahi ibada. Utachelewa mpaka lini wewe? Utashangaa asubuhi saa 12 unafunga milango. Hakuna amefungua mtu kanisani mlango. Unafungua mlango wa kanisa mwenyewe tayari. Roho Mtakatifu ameungana na moyo wako, amekugusa. Kuna dhambi za siri ambazo hatuwezi kuzuia kama watumishi kwenye maisha yako, lakini bora mkaribia Mungu. Ukimkaribia Mungu unachoma alivyo mtupu na mweupe na mwenye dhambi na mwenye makosa na mchafu. Mungu ndipo anaingia sasa kwa ajili ya kukamata na kufinyanga mwenyewe, anakubadilisha. Hayo ni mafuta yanayokaa ndani yako. Kazi yake ni kufundisha, kazi yake ni kuvunja, kazi yake ni kurekebisha tabia ambazo zimeshindikana, kazi yake ni kurudisha kwenye mstari. Amen. Bwana siwe. Haleluya. Hii ni aina ya kwanza ya upako. Anasema na mafuta yanayokaa ndani yenu yanawafundisha. Mimi nitakwambia basket ndefu sawa, lakini ndefu kiasi gani sijui. Lakini yale mafuta ukibasket ndio anakuambia, mwanangu, leo umebasket ulibadilisha, utabadilisha mwenyewe. Ukija hata kukupa kanga, kama hujabadilika kanga ikusaidii, utavaa mzuri kanisani, utavaa mbaya ndani. Bwana sifiwe. Kwani wokovu ni kanisani tu? Kanisani huja mtakatifu mabadilika kabisa. Ukienda nyumbani vile vile utaongea vile vile. Utavaa vizuri, utaimba fungu la Mungu. Sasa nani watu? Bwana sifiwe. Unaweza tunazungumza lakini Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Hayo mafuta aina ya kwanza ya upako ni upako unaokaa ndani yetu. Kazi yake ya kwanza kisha kaa ndani yetu ni kwa ajili ya kukufundisha. Anasema na hayo mafuta mliyopokea na kaa ndani yetu, nayo yanawafundisha, wala hamhitaji mwalimu mwingine. Mwalimu wa kwanza ni mafuta ambayo yanakaa ndani yetu kama alama ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ukianza kumsogelea Mungu, ndipo utajiona ulivyo mbaya, ndipo utajiona ulivyo mchafu, ndipo utajiona ulivyo hujakamilika, ndipo utajiona madori unayo. Lakini the more you get far, ndio unajihesabia. Kuna watu ambao mna viburi ambavyo havijawahi vunjika, ambako unahitaji intervention ya Roho Mtakatifu. Tutakemea na kupiga makofi, kiburi hakitaka kivunjike. Lakini the more unamsogelea Roho Mtakatifu, ndipo utajiona ulivyo na kiburi ndani yako. Kuna watu ambao ni wabishi na hawajui kama ni wabishi, yani wasushi na wabishi. Hawajui kama ni wabishi, na ukimwambia ni mbishi na abisha bado. Kama unataka shida mwambie mtu mbishi, wewe ni mbishi. Atakwambia umejuaje kama ni mbishi, na hajui kwamba tayari ameenda kubisha. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. The more unamsogelea Mungu na kumruhusu Roho Mtakatifu afanye operation, the more unajiona ulivyo mchafu, the more unajiona mambo hauwezi, the more unajiona mambo umekuwa unajihesabia haki, the more unakuja kwa appreciate kazi ya neema ya Mungu kwenye kukamilisha na kazi ya neema ya Mungu kwenye kustahilisha. Isaya anasema mimi nilikuwa ni mtumishi wa Mungu, nilikuwa ni nabii kabisa. Isaya alikuwa ni nabii na alikuwa ni mtumishi. Lakini maandiko yanasema Isaya alikuwa na midomo michafu na alikaa kati ya watu wenye midomo michafu. Maandiko yanasema Isaya sura 6. Maandiko yanasema siku alipokufa Uzia, Isaya anasema alimuona Bwana. Baada ya kumuona Bwana, Isaya alipojiona alivyo mchafu, alivyo na midomo michafu, ni kwa sababu amemuona Bwana. The day ukikutana na Yesu, ndio utajiona kwa haki yako haitoshi kuokoa. Ndipo utagundua neema ya Mungu ni muhimu sana. Ndio Yesu akikutembelea, ndio utagundua ndipo bado mnyonge, ndio utagundua bado haujakamilika, unajihesabia haki. So kazi ya pili ya mafuta nani? Ni kwa ajili ya kutuongoza. Mpendwa, usianze mwenyewe, usiende mwenyewe. Tafuta uongozi wa Roho Mtakatifu. Maana sasa lako litaya miguu yako. Anasema nitakuongoza na kuelekeza njia utakayoiendea.
mafuta yanatuongoza. So kazi ya pili ya upako au Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kutuongoza. Aina ya pili ya upako ni upako juu yetu, the anointing above us. Nasikia ni kazi hapa. Mungu anajua kutia maumivu kiasi gani, Mungu anajua anapeleka wapi. Kama hakujali Yesu anatia maumivu ya msalaba kiasi gani, alikuwa anajali hatima wokovu. Kwa Yesu alitia kila aina ya maumivu kwenye madarasa ya kiroho. Mungu anapitia kwenye maumivu mengi. Kuna wakati hata Mungu haipo amekuacha. Kuna wakati kama Mungu amuelewi kabisa, lakini Mungu yupo anafanya kazi vizuri. That is a grace. Hilo ni darasa, kuna mahali unaenda. Wewe kujiuliza, Yohana anatuma watu waende kwa Yesu. Nenda muuliza Yesu, hivi Yesu ndo yeye au ni mwingine? Bwana asifiwe. Amen. Yaani Yohana ndiye alikuja kumtangaza Yesu. Sauti ya mtu aliyekani alikuja kutengeneza njia. What happens? Yohana amefungwa, anadauti Yesu. Yohana amefungwa, Yesu alienda kumwangalia hata gerezani huko. Hata message alimtumia ya WhatsApp, Samari mtumishi tuko pamoja, hujaniona tuko pamoja. Yohana anasonda magereza, Yesu yuko bila yeye ndani. Na hana muda wa kwenda Yesu. Hivi Yohana kawaida hivi ndio Yesu nilikuwa kweli namtangaza au nilikosea hata mimi mwenyewe bwana. Yesu baada message alitumia WhatsApp kunirudia hadi. Hajaikuja kuniambia yeye au hapana. Akatuma wanafunzi, "Nendeni kwa Yesu ni yeye au ni msubiri mwingine?" Nilikosea. Yesu alichokifanya unajua ni nini? Aliita vipofu kama wawili akawatia mikono akaona, akaita kiwete akawasimamisha, akaita viziwi akasikia. Hapa akamwambia wanafunzi, "Nendeni mkamwambie Yohana, mnayaona na kuyasikia ndio haya. Aheri asiye na mashaka na mimi." Kuna wakati unapitia madarasa, unafikiria hata Mungu hayupo. Haina maana Mungu hayupo. Kuna mahali unapitia madarasa, unafikiria hata Mungu hapo. It might be physical sense, kutembea na mtu, lakini ili kujabadilisha kupitia mafundisho. Pia kuna kile sema. Lakini namba 3 ni prayer. Prayer. Yaani maombi yanaita upako, lakini pia ana maintain upako. Ukitaka mafuta sikoe, wewe nenda kuchia moto kama huo. Kwa hiyo kile alikuwa na mafuta kile kwa sababu maombi ya shaganda, wana mafuta mgando. Mafuta mgando na matokeo. Sauti chei moto mafuta ya shaganda. Yaani ulipoomba mafuta yakaja. Wewe ukaenda ukalala yakaganda. Kuna mafuta mgando yana matokeo. So unachohitaji unahitaji kushia moto. Naona kuyeyuka. Yanaanza kuyeyuka. Yanakuwa ni mambo ya tena. So kazi ya upako. Kazi ya upako na kazi ya upako. Hapa sisi tuna anointing. Namba moja. Sitaifundisha kwa sababu ya muda kufanyia. Upako ni utambulisho, ni kututambulisha. Identification. Nimekuambia sisi ni Wakristo kwa sababu tunamfuata Kristo. The word Christ is Messiah. Messiah means the anointed one. Kwa Mungu anatamani kila aliyeokoka atembee na mafuta ya Roho Mtakatifu. Kwa nini nafikiri mafuta ni kwa ajili ya biashara, ni kwa ajili ya nini? Mafuta ni kila mahali. Namba 2, kutimiza kusudi la kimungu. Fulfilling God's assignment. Fulfilling divine assignment. Kutimiza kusudi la kimungu au huduma. Leo nataka nifundishe hivi lakini kama naona unitosha nitafundisha moja. Kufundisha. Kazi ya pili ya upako ni kwa ajili ya kutimiza kazi ya huduma. Huduma ambayo haina mafuta, hiyo huduma imekufa. Sikiliza. Injili sio ushawishi. Gospel is not manipulation. Injili ni nguvu. Warumi 1 anasema sienee haya injili kwa sababu injili ni uweza. Gospel is power. And power is anointing. Kama tunainjili na kanisa watu wanakuja na shida zao na shida zao. There is something wrong there. Jukumu la injili
kubadilisha maisha ya watu. Kwa anasema injili uweza uletao wokovu. Bwana siwe. Kwa kazi ya kwanza upako ni kwa ajili ya kutimiza jukumu la injili au kazi uliyopewa, assignment uliyopewa, unahitaji uwezesha upako. It might be huduma, it might be biashara, it might be kazi, unahitaji upako. Yesu mwenyewe huduma yake ilihitaji mafuta. Huduma ya Yesu ilihitaji upako. Isaya 61 anatabiri. 61 Isaya. Juu ya ujio wa Yesu na ambapo atakuwa amepakwa mafuta. Kwa Yesu alihitaji mafuta kwa ajili ya kutimiza kazi ya huduma. Nikisoma kitabu cha Yohana 14:20, Yesu anasema aniaminie, anasema amini amini nawaambia, yeye aniaminie atafanya si tu haya niliyofanya mimi, bali hata aliyo makubwa zaidi ya kazi hizo usifanye mimi. Maana yake ni ili ufanye kazi usifanye Yesu, lazima una kiwango cha upako kama alichokuwa nacho Yesu. Aniaminie mimi, kazi hizi ninazofanya anasema atazifanya, na hata kubwa zaidi ya hizo atazifanya. Luka 4:18, Yesu anakuja kuanza huduma. Kabla ya kuanza huduma Yesu alienda jikani. Siku 40 alipata mafuta akakimbia Galilaya. Anasema kaja sana kuchukua kitabu akasoma, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenipaka mafuta. Kwa Yesu kabla ya huduma alipaka mafuta. Roho wa Bwana yuko juu yangu kwa maana amenipaka mafuta ili tangaza habari njema, ili kufungua aliolewa na ibilisi, ili kuponya aliolewa na magonjwa. Alipaka mafuta. Luka 4:18. Matendo ya Mitume 10:38. Matendo ya Mitume 10:38. Nasema na kwa habari ya Yesu Kristo Nazareti, jinsi Mungu aliyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa Yesu alipopita ilikuwa inajipa mafuta, upako. Huduma ya Yesu itegemea upako wa Roho Mtakatifu. Sema kwa jinsi aliyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akasumbuka kila mahali akiwafungua wote waliolewa na ibilisi. Mafuta. Huduma yoyote inahitaji mafuta. Wewe umeitwa ni mtumishi, ng'ang'ana na magoti, tafuta mafuta. Ng'ang'ana na maombi na mifungo. Otherwise you will be dry. You will be a dry minister. Watu wengi tunapenda kuhubiri, hatupendi kuomba, kutafuta maombi na kutafuta mafuta mapya. Bwana sifiwe. Amen. Mmoja aliniambia, mimi nikimaliza kuhubiri wanasahau nimehubiri nini na nimehubirije. Nafuta nasahau. I learn. Kutafuta mafuta na tena kwa watu wengine. Mungu azoeleke. Zekaria anasema hivi, si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali kwa Roho wa Bwana, asema Bwana wa majeshi. Haufanyi kazi kwa nguvu zako, haufanyi kazi kwa uwezo wako, bali kwa mafuta. Not by power, not by might, but by my spirit says. Bwana sifiwe. Kwa kusudi yote la kimungu ambalo nalo, hii utumizi unahitaji mafuta. Hata kama ni kuimba, you need anointing. Acha na kubadilisha sauti. Unaimba na basi shuka. Unachanganya Bwana. Tafuta mafuta. Kama mafuta yapo, hautaki kuchanganya sauti. Kama mafuta yapo, wewe utakuswa na nguvu za Mungu. Kama mafuta yapo, wewe utakonekti. Maana mtu wa Mungu akiimba, mwenye Roho Mtakatifu ana connect automatically. Oraba kante rebosika. Waimbaji tafuta mafuta. Bwana sifiwe. Amen. Kwa huduma yoyote inahitaji mafuta. Yesu alipaka mafuta, anasema not by power, not by might, but by my spirit. Si kwa uwezo, si kwa nguvu, bali kwa Roho. Bwana sifiwe. Amen. Wakorintho wa 2:4. Paulo anasema kuhubiri kwetu, Wakorintho wa 2:4. Wakorintho wa 2:4.
Paulo anasema kuhubiri kwetu na kwenda kwetu, Wakorintho wa kwanza 2:4, hakuwa kwenye hekima ya kushawishi akili za wanadamu, bali katika nguvu za Roho Mtakatifu. Maanake wewe nilikuwepo. Bwana asifiwe. Amen. Sio kama ni biashara fani. Nimekwambia atakutofautisha na watu wengine ni mafuta. Neema ya Mungu kishakuja, mafuta yanakubadilisha, mafuta yanakutofautisha, mafuta yanakuinua. My God, ukisoma Zaburi 110 nimewambia, mafuta yanakulinda, mafuta yanakuinua. Find anointing. Hakuna mchawi wa kuroga mwombaji, haipo. Sika unaelewa? Yaani mchawi yupi anaoroga prayer anaroga. Mwana maombi maiko bisha na tafuta mafuta na nguvu za Mungu. Unaroga nguvu za Mungu na sio nguvu za Mungu. Hao kaniuka. Ujasiri mchawi unatoa wapi? Wewe, yaani wewe ujasiri anatoa mchawi kwamba mtu mwombaji anaomba, ana mafuta anaomba, ameconnect na Mungu. Mchawi anamrogaje huyo? Ukiona unaroga maana yake umechezea mafuta. Yes. Ndio avoid. Unacheza hapo. Mabini hama kunena na kubahitaji mimi. Mimi na kubahitaji na mabini, kazi nyingine hata kuvunja nira. Kazi ya tatu ya mafuta ni kuvunja nira. Nani kazi yao? Kuvunja nira. Kuvunja nira na kopwa. To break yokes. Kazi ya mafuta upako wa Roho Mtakatifu ni kuvunja nira. Nataka ni kazi yao. Marize tuombe. Sahau mistari yote, sahau mstari. Isaya 10. Never forget that. Never forget that. Look at what the show mstari usiwahi kusahau. Isaya 10:27. Nisomea hapo. Kazi ya mafuta upako na nadhifu ni kuvunja nira kwenye maisha ya watu na vifungo. Isaya 10 usahau mstari huu. Yaani zungushia kalamu kabisa. Isaya 10:27. Huwa si usahau mstari atakayeuka sana. Isaya kazi ya upako. Isaya 10:27 tutasoma kwa. Anasemaje? Tena itakuwa katika siku hiyo. Anasema tena itakuwa katika siku hizo. Mzigo wake utaondoka. Anasema mzigo wake utaondoka Begani mwako. begani mwako. Na nira yake. Na nira yake Shingoni mwako. shingoni mwako. Nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Maandiko yanasema nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Definition nyingine nyepesi ya mafuta au upako ni nguvu ya kuharibu nira kwenye maisha. Yoke breaking power. Anointing means the power to break yokes. Anointing ya upako manake nini? Ni nguvu ya kuharibu nira. Anasema tena nira itaharibiwa kwa kupaka mafuta. So when anointing comes, tunategemea nira kwenye maisha ya watu zikatuke. Nira kwenye maisha ya watu zivunjike. Anasema itakuwa nira itaharibiwa kwa sababu ya kupakwa mafuta. Nira ni nini? Nira ni nini? Kuna kitu kinaitwa nira. Kuna kitu kinaitwa kongwa. Nira ni nini? Nira ni nini? Nira ni nini? Bwana sifiwe. Nira ni nini? Hivi mnajua nira? Nira ile ambayo inaharibiwa kwa kukosa pako mafuta ni nira. Nira ni mti. Wanafungoka wanyama wawili kwa ajili ya kukota mzigo au kwa ajili ya kulima pamoja. Huku Sukumani wanalima sana kwa ng'ombe. Kwa ng'ombe wawili anafungiwa mti hapa na hapa. Wanakupata mzigo pamoja. Hiyo inaitwa nira. Kwa nira ni nini? Nira ni alama ya utumwa. Nira ni alama ya mzigo. Ng'ombe wawili anafungiwa nira na pamoja. Kwa Biblia inaposema na nira itavunjwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa nira